Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Andrew Kiluru. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu siri ya vema yako wewe kwa kuumbwa na Mungu. Popote pale ulipo, wewe ni yule aliyeumbwa na Mungu. Haijalishi umezaliwa katika familia gani, haijalishi umezaliwa katika kabila gani, haijalishi upo katika taifa gani, haijalishi uko wapi, lakini wewe ni ongezeko au yule aliyeumbwa na Mungu. Na siku zote Mungu yu vema. Vema maana yake yuko sahihi. Mungu yuko sahihi, ndiyo maana ya vema. Na kufanya popote wewe ulipo, umeumbwa kwa usahihi wa nuru yake Mungu. Ndio maana Mungu hakukificha chochote alichokuwa nacho. Hakuficha nuru yake yoyote alionayo, bali yote alitumia kukuumba nayo wewe. Na wewe umekuwa ni mfano wake na wa sura yake, wa mfanano wake na wa sura yake, ikiwa na maana wewe umekuwa wa vema ya nuru yake, kama ilivyo nuru yake, usahihi wake juu ya kila kimoja kilichopo kwa nuru ya kumulika kwake. Ndiyo, naongea na wewe popote ulipo, wewe uliyeumbwa na Mungu. Na kwa kuwa umeumbwa na Mungu, siri ni ile ile siku zote ya kuumbwa kwa ile vema yake, kwamba ulipo ni sahihi. Ulipo ni sahihi. Mungu amekuumba kwa usahihi na kufanya chochote alichokupatia cha kufanana na wewe ni sahihi wewe kukimulikia. Umepewa cha kufanana na wewe upate kukiangazia na nuru ya vema ya kuumbwa kwako. Umewekwa katika dunia ya kufanana na wewe. Umewekwa katika dunia na anga lake lote au mbingu kwa kufanana na wewe, upate kuimulikia. Upate kuimulikia kwa nuru ya vema au usahihi wa kuwepo kwako. Umepewa mume wa kufanana na wewe, hapo mke, upate kumulikia kwa nuru ya usahihi wa kuwepo kwako. Umepewa wa kufanana na wewe, aliye vema ya kufanana na wewe, upate kumulikia kwa nuru ya vema ya kuumbwa kwako. Ndiyo, naongea na wewe popote pale ulipo, kwa ile vema uliyoumbwa na Mungu, ya Mungu aliyokuwa nayo kukumulikia wewe. Ndiyo hiyo vema Mungu amekupatia wewe, upate kuwamulikia walio wa kufanana na wewe. Umewekwa katika uwepo wa dunia, na kila kimoja kilichopo ni mmoja tu, wewe hapo ulipo. Kwa nuru hiyo ya kuumbwa kwako, umewekwa katikati ya dunia yote na vitu vyote vilivyopo.
kwa kuwa vyote vilivyopo ndio vya kufanana na wewe, ndio vya ile vema, usahihi wa kuumbwa kwako, ili wewe upate kuvimulikia kwa nuru ya vema ya kuumbwa kwako. Katika uwepo wa familia, wewe mtoto umewekwa katikati ya wote walio katika familia yako, pasipo kujalisha ni wangapi, baba, ndugu zako, mama, wewe upate kuwamulikia, kwa kuwa wale wote ni wa sura ya kufanana na wewe, upate kuwamulikia kwa nuru hiyo uliokuwa nayo. Na hapa tazama, kilicho cha kufanana na wewe ni sawa na wewe kujitazama katika kioo. Ukijitazama katika kioo, utajiona ndani ya kioo umegeuka. Ndio maana vilivyo vya kufanana na wewe uja kama vilivyogeuka, ili wewe upate kuvimulikia na vikaendelea kuwepo, kwa kuwa ni vema ya usahihi wako wewe huyo wa kuumbwa kwako. Ukijitazama mtoto, ukimwona mzazi, unajiona ni kama aliyegeuka, ni wewe uliyekuwa. Ndiyo, ni wewe huyo katika kujitazama kwenye kioo. Ukimwona mkeo, unamwona ni kama mlima uliogeuka, lakini ni wewe huyo katika kujitazama kwako. Ukimwona mumeo, ni kama bonde katika kugeuka, ni wewe huyo katika kujitazama kwako kwenye kioo. Sura ya kufanana, unajitazama vipi? Sura ya kujitazama ya kufanana na wewe unaitazama vipi? Unapoitazama ugeuka kinyume kama ulivyo wewe, lakini ni sura ya vema kama wewe ulivyo. Ndio naongea na wewe popote pale ulipo, ujue kilicho cha kufanana na wewe kinaonekana vipi. Kilicho cha kufanana na wewe hakiwezi kuwa wewe, bali kitakuwa ni cha kugeuka kama ujitazamapo kwenye kioo. Mtoto, ukimwona mzazi, unasema ni wewe, ni wa sura yako kama ulivyo wewe, lakini ana mvi. Ni wewe huyo katika kujitazama katika kioo. Anakuja wa kufanana na wewe, mwanamke au mke. Ukimtazama, mbona yuko hivi? Lakini ni wewe huyo katika kujitazama kwako umegeuka. Ndio, leo Mungu yupo hapo nyumbani kwako kupata kukwambia siri ya vema ya kuumbwa kwako. Ndio maana nakwambia moja kwa moja, popote ulipo, wewe ni vema kwa kuumbwa kwako. Haijalishi unasikia nini, unaambiwa nini, mbona wewe si kama mmoja wao, lakini kumbuka wewe ni wa kufanana na wao, kwa kuwa kila anayekutazama anaona kinyume chake. Narudia hapa tena. Haijalishi nani na nani wanasema, wewe si mmoja wao,
Ndiyo, katika kufanana nao hautakuwa mmoja wao, bali ni wa kufanana na vema kama wao walivyo. Utakuwa ni wa kufanana kwa ile vema kama wao walivyo, kwa kuwa ni wao katika kujitazama kwao. Kwa kuwa wao wakiwa hivyo, kila mmoja anapokutazama ujiona katika kinyume chake. Ujiona katika kinyume chake. Na hiyo ndiyo inaitwa kufanana. Mtoto, mzazi anakwambia, wewe umetoka wapi? Mama anakwambia, wewe umetoka wapi? Baba anakwambia, wewe umetoka wapi? Taifa linakwambia, wewe umetoka wapi? Kwa kuwa muonekano wako ni kinyume, ni mbadala au kinyume cha yeye anayekutazama kwa kufanana na wewe. Sasa, siri ya vema ya kuumbwa kwako ni hii moja. Ukishaumbwa na Mungu, umeumbwa. Hakuna chochote cha kuweza kukaa katika sura yako. Hakuna chochote cha kukutoa hapo ulipo na chenyewe kikakaa. Kwa maana kwamba hakuna kitakachokaa juu yako wala kitakachokaa chini yako, bali kitakuwa sawa sawa na wewe, ili popote utakapokuwepo usipungukiwe wala usizidiwe na chochote, kwani kila chochote kilichopo kipo sawa na wewe, kikikustarehesha kwa usawa wa kufanana kwenu. Hata wewe mwanamke uliyeolewa katika familia hiyo, na nuru yako imekuwa ya mke wa huyo mume uliye naye, ukisha kuwa mume tu wa huyo, hakuna yoyote wa kuja kuwa mke wa huyo. Hakuna yoyote ambaye atafanya kuwa mke wa huyo, kwa kuwa mke ni wewe pekee, pia mume ni wewe pekee. Wa wewe ndiye wa kufanana na mume. Hakuna wa kufanana na mume, bali kuna wa kufanana na mume. Mwingine yoyote anayekuja kwa kufanana na huyo mumeo atakuwa ni rafiki, atakuwa ni shangazi, atakuwa ni yoyote kwa jina la kufanana naye, lakini kwa jina mke ni wewe pekee. Kwa jina mume, kwa mkeo ni wewe pekee. Kwa hiyo hakuna yoyote wa kukufuata akakwambia atakupa cha zaidi ya mumeo, yeye awe kama mumeo. Hakuna. Narudi hapa, hakuna yoyote au chochote kitakayokuja hapo kwako kukwambia kwamba yeye atachukua majukumu ya mume. Maana yake kumshusha mume chini. Hatashuka. Uko tunaita ni kujidanganya au kujijaribu, kwa kuwa kamwe mume hataacha kuwa mume kwako, mke hataacha kuwa mke kwako. Wengine wote watakuwa kwa majina tofauti tofauti,
na wewe kuwa mume kwa huyo au mke kwa huyo. Ndiyo, hayupo ambaye ni zaidi ya mumeo na ataikuja kuchukua nafasi ya mumeo. Hakuna aliye zaidi ya mkeo ataikuja kuchukua nafasi ya mkeo, kwa kuwa hakuna wa kumshusha mumeo, hakuna wa kumshusha mkeo kwenye nafasi ya vema usahihi alionaye, hata kama anaonekana vipi. Ndiyo, naongea na wewe popote pale ulipo. Hiyo ni siri kuu ya vema ya kuumbwa kwako kwa jina ulilonalo hapo popote ulipo. Ndiyo, nazungumza na wewe popote pale ulipo. Siri kubwa: kilichoumbwa kimeumbwa, kilichozaliwa kimezaliwa. Aliye mke ameshakuwa mke, aliye mume ameshakuwa mume, aliye mtoto kashakuwa mtoto. Wengine wote ni wa kufanana na huyo. Wengine yoyote anayekuja kukwambia yeye ni zaidi ya mumeo, hawezi kumshusha mume wako chini, na daima mumeo atakuwa kwako, na yule ni wa kufanana tu na mumeo. Na kama ni wa kufanana tu na mumeo, atabaki kuwa shemeji kwako, atabaki kuwa mjomba kwako, atabaki kuwa mkwe kwako, atabaki kuwa vyovyote kwa kuitwa kwako, lakini si mume wala si mke. Basi, na hiyo ndiyo siri kuu ya kuumbwa kwako wewe na Mungu. Popote pale ulipo, tambua wewe uko vema. Maana yake uko sahihi, na haupo kujiweka uwe na una muonekano kama wa baba yako, kwa kuwa wewe ni wa kufanana na baba yako. Huwezi mtoa baba yako katika kiti chake, kwa kuwa wewe unaonekana kwa mbadala wa baba yako. Huonekana kinyume na baba yako kwa kuonekana kwako anapokutazama au unapomtazama. Upo tu kumulikia baba yako aendelee kufurahia uwepo wake yeye na mama yako, au na kila kimoja kilichopo popote pale kilipo. Nimekuambia kuhusu siri yako wewe uliyeumbwa na Mungu. Ipo siri moja tu. Hakuna cha kuchukua chochote kilicho cha kwako. Hakuna cha kukaa popote ulipo. Hakuna cha kuzidi popote hapo ulipo nawe ukaonekana hauna maana. Hakuna cha kupungua popote hapo ulipo nawe ukaonekana hauna maana, bali chochote kilichopo kipo sawa kwa kufanana na wewe tu, na wewe ukabaki kuwa wewe kwa kuonekana kwako popote ulipo, ukikimulikia kwa mwangaza wa mwonekano wako chochote popote kilipo. Basi nami nakupumzisha kwa neno hili, nakupa pumzisho la neno hili, kwamba hautapungukiwa kwa huyo mumeo, hautazidiwa kwa huyo mmeo, hautapungukiwa kwa huyo mkeo, hautazidiwa kwa huyo mmeo, hautapungukiwa na chochote popote pale kilipo, hautazidiwa na chochote popote pale kilipo, kwa kuwa wewe ni wa vema sawa sawa na kila kimoja kilicho cha kufanana na wewe. Pokea pumzisho hili na amani ya furaha, ya raha, ya kustareheshwa na kila kimoja kilichopo kwa kufanana
na wewe iwe